Okay, siku leo niko na Mnyamwezi hapa, anaitwa kwa majina, atajitambulisha yeye mwenyewe kwanza, alafu zeni pindi hili bwana tutakuwa tunahojiana maswali na majibu siku leo. Kwa majina kwanza tuanze. Mshikaji hapa unaitwa nani? Inaitwa Fabamani. Fabamani jina langu la sana. Okay. Mara nyingi labda wewe kazi yako hasa wewe unafanya kazi gani? Kazi ya muziki au kazi nyingine za kawaida? Of course tunazungumzia muziki au kwa kile kitu ambacho wewe unakifanya hasa. Yeah. Mimi na kazi nyingi. Kwanza mimi hapa watu wajua mimi ni biashara. Pia ni mwigizaji. Pia ni mwanamuziki. Na vyote hivi ninafanya kwa wakati mmoja. Hakuna ambacho nakiacha. Hivyo. Lakini lini umeanza tasnia ya muziki pamoja na tasnia ya filamu kwa ujumla? Nimeanza muda mrefu kidogo. Tangia 2005 niliachia ngoma. Mara ya kwanza kufanya kazi ya sanaa, nilifanya muziki unaitwa Sabrina. Kwa watu ambao wanaujua Mlimba, hii nyimbo watakuwa wanaipata vizuri sana. 2005. Okay. 2005 wewe umesema ndio umeanza game ya muziki au ya sanaa kiujumla. Of course, swali lingine ambalo sisi tunataka tujue kama Watanzania ni yupi aliyekuvutia zaidi kwenye tasnia ya game ya muziki pamoja na tasnia ya game ya filamu? Mimi alonivutia zaidi kwenye tasnia ya muziki, wanamuziki wa zamani. Kipindi kile tulikuwa tunasikiza radio sana. Nilikuwa namsikiza sana Awilo Lungomba, Kale na msanii mmoja anaitwa Koffi Olomide. Shamu Kwale mama pesa mbongo. Ile pale alikuwa anasikiza sana. Kwa hiyo hao ndio walio kuinspire kwenye game ya muziki pamoja na game ya tasnia ya filamu, si ndio? Au tasnia ya filamu ilikuja tu baada ya kugundua kwamba mimi na kipaji cha uandishi wa story. Okay. Na baadaye nilipogundua kwamba unaweza story yako ukaicheza kuonekana live, basi mimi nikapenda kufanya filamu ambazo zitakuwa naonekana nikicheza katika movie. Okay. Malengo yako ni yapi haswa? Malengo yangu makubwa ni kufikisha ujumbe katika jamii. Kufikisha ujumbe wangu ambao nimeandika katika story yangu, aidha ya muziki au ya filamu, kuelimisha jamii na kuburudisha pia jamii kupitia kazi yangu ya sanaa. Okay. Je, kwa wewe unatamani kufanya kazi na msanii gani hapa nchini Tanzania na nje ya nchi ya Tanzania? Kwa upande wa muziki natamani sana siku moja nifanye kazi na Aslay, kwa sababu Aslay ananivutia sana, anaimba vizuri, anaimba kusia. Aslay ni namkubali sana. Kwenye sanaa naweza kusema kwamba ni mdogo wangu mbali, kwa sababu nimeanza sanaa muda mrefu sijatoka. Okay. Lakini kwa sasa ananivutia sana jinsi uimbaji wake na pia namkubali sana. Bana Aslay, kama unamsikia au unaona chochote kitu kwenye mahojiano haya, basi unaweza ukamcheki huyu mshikaji, lakini mwishoni tutakuja tuweke info zote ambazo zinahusiana na yeye. Okay, huyo ndo msanii ambaye wewe unafili kufanya naye kazi. Yes. Okay. Swali la kizushi. Wewe ni kabila gani? Mimi bwana, mimi ni Mrangi hoje. Wewe ni Mrangi. Wanapatikana wapi hao? Wanapatikana mkoa Dodoma, wilaya ya Kondoa Irangi. Sisi kwetu pale Soya pale ndo tulizaliwa, lakini makuzi nimekulia Mlimba. Kule nimekaa kwa muda mchache sana kunikaja Mlimba Morogoro. Okay. Je, wewe umeoa au haujaoa? Au upo kwenye mahusiano ya kimapenzi? Mimi na mke na watoto na familia. Okay. Chelewa. Yep. Mimi na mke na watoto na familia pia kubwa tu.
kwa wale ambao wananijua ndio wanajua. Okay. Lakini mimi sioni kwamba ni kwa kufanya sanaa yangu, kwa sababu naamini sanaa ni maisha kama maisha mengine na ni kazi kama kazi zingine. Okay. Nadhani watazamaji au wa Tanzania au mtu yoyote ambaye anaona hii interview basi atakuwa anajifunza kitu kutoka kwa anaitwa nani? Faba Mane Music. Okay. Swali letu lingine ni kwamba sanaa inakulipa kwa sasa, ama sanaa ina impact gani kwenye maisha yako toka umeanza sanaa, toka kule umetuambia kwamba umefanya sanaa mpaka sasa hivi, sanaa inakulipa au sanaa iko kwenye engo gani kwenye maisha yako? Sanaa anayofanya ya muziki bado hajaanza kunilipa kwa sababu sijaanza kufanya show kubwa, lakini nashukuru na mashabiki na mpaka hapo mmenifuata kwa sababu nifuatana na kazi yangu sanaa ya muziki, ndio maana mmenitambua kuna hadi ukaona mimi nakuja kufanya nitajua na mimi. Lakini upande mwingine wa filamu wao wanaokota kidogo, kipindi kile Azam anachukua filamu zetu za dakika 60. Okay. Walikuwa wanaokota kidogo, lakini baada ya kubadilisha mfumo wa kutaka dakika 90 afu na mashiti magumu, kwa sasa sijaokota na filamu kama 8 zipo tu sijauza. Okay. Kwa hiyo upande wangu mimi naona kama nimeweka hela, pia naona kama ni hasara. Azam TV mimi na washariki kitu kimoja, wapunguze masharti tuweze kuendelea kupeleka filamu, lakini masharti ambayo ameweka ni magumu. Uwezekani kwamba ukaenda ukasajili kazi ndio kapeleka pale, alafu ushasajili kazi umeshalipia hela ya body, umelipia story, umelipia nini ile kosota, alafu unapeleka filamu pale, unakuambia filamu hatuwezi kuchukua, haina vigezo vya kutekeleza. Zile gharama za kwenda kusajili body, za kwenda kusajili kosota, mtazirudishaje? Kwa sababu pia nimeweka hela pale, nimeshuti, gharama zangu zile zitarudi. Na sio kwamba sisi ambao tunategemea tofauti na YouTube ni hilo. Pia YouTube kuna vigezo vingi ili uweze kuanza kulipwa pesa. Okay. Pia wana masharti mengi sana. Kwa hiyo kwa sasa upande wa filamu pia umekuwa sio biashara. Okay. Imekuwa ni ngumu, ndio maana hata miaka 2 mimi sijashuti kwa sababu nimeona sijauza nilizokuwa nazo mkononi, nitashuti zingine za nini. Okay. Kwa hiyo wewe unataka kutuambia kwamba hakuna masoko mengine zaidi ya kupeleka kwenye TV show ambazo zinaonyesha kazi zenu za sanaa ya uigizaji? TV show zipo nyingi, lakini TV ambayo tunaitegemea sana ni sinema zetu ambazo ndio walikuwa wanachukua kwa pesa zaidi. Pia zamani hakuwa na masharti mengi sana. Okay. Au sio bana? Alafu hizi zingine ingawa na ubabaishaji sana, ila sinema zetu walikuwa kidogo wamenyooka. Okay. Kwa hiyo ndio maana watu wengi sana wanapeleka kazi zao pale. Of course, basi kuna swali lingine hapa tunaweza tukajua, familia yako ina mchango gani kwenye tasnia yako ya sanaa? Mimi nashukuru familia yangu wana support kazi zangu, pia wanatakia sana kila laheri niweze kuendelea kupitia sanaa. Kwa asilimia ngapi wana support kazi zako na wanajitoaje? Labda watazamaji wanaweza wakajifunza kitu kupitia wewe. Kwa kweli upande wa familia yangu wana support 100% kwa sababu kama mamangu na sister zangu wanapenda sana. Siku moja wakiniona nishakuwa msanii mkubwa na niingiza pesa nyingi kupitia sanaa. Japokuwa kuna sinema nimeuza karibu sinema 10 na kitu Azam TV na DSTV, nikapata hela kidogo. Nashukuru, lakini pia wana support vile. Okay. Hawanikashi tamaa kama watu wengine. Okay, umesema unaitwa Faba Mane. Yeah. Okay, unaweza ukatuambia maana halisi ya jina lako? Faba Mane. Faba, nikisema kwanza Faba ni Halfa Nyamadi Suba. Kwa hiyo ni baadhi ya spelling za kwenye ile majina yangu halisi ndio nimetoa pale nikatengeneza jina ambalo linaitwa Faba.
hii Mane ni AKA. Kuna mwanangu mmoja alikuwa anajiita, alikuwa anasema kwani sijiita tu Faba Mane. Okay. Basi ndio hivyo. Kwa hiyo ukachukua kutoka kwenye Khalfan Suba ukachanganya vitu pale, nikachanganya vitu pale, ukatoa kitu kinaitwa cocktail pale. Okay, fine. Okay, una jina lolote la Kirugha? Hapa hauna jina lolote. Okay, sisi tumeishia hapa. Mchizi anasema hana jina lolote la Kirugha, and then ukasapoti kazi, lakini pia atuambie yeye kwenye mitandao ya kijamii anatumia jina gani ili watu wanaotazama hii interview basi waweze kufikia mitandao yako ya kijamii, au vipi? Hicho ndio tunda FB. Ukiandika Faba Mane utanikuta. Okay. Kazi zangu zingine zote nimepost pale. Ukienda Instagram Faba Mane, dash namba 7. Ukienda YouTube Faba Mane Music na Faba Mane TV. Faba Mane TV ndo nimeweka movie, Faba Mane Music nimeweka kazi zangu zote za muziki, na kazi nzuri tuweze niachia, zipo zinaenda vizuri na watu wengi wanatazama. Nashukuru, naomba sana mashabiki mnifuatilie na mimi niweze kupata pesa kupitia YouTube au show bwana. Okay. Bwana, maisha ya muziki ni biashara. So bwana, nadhani watazamaji mtakuwa mmewatch vya kutosha na mmefahamu kwamba Mchizi hapa au mwanetu hapa anajishughulisha na muziki pamoja na sanaa ya uigizaji, lakini pia amesema kwa uzuri kwamba tukamfuatilie wapi na wapi ili muweze kufurahia, muweze kupata elimu kupitia kazi zake za uigizaji. Mimi niseme tu hii inaitwa Squeeze. Bwana, stay tuned. I will be back. Thank you. Okay, thank you very much.